jinsi gani ambavyo Mungu anatumia, jinsi Mungu anavyotumia lango la ndoto katika ulimwengu wa roho kusema na watu wake. Lakini bei yake ni jinsi gani wachawi wanavyofanya shughuli zao kupitia lango la ndoto. Niseme jambo hili, Mungu alimuumba mwanadamu katika sehemu kuu tatu. Lakini pia Mungu alipomuumba mwanadamu katika sehemu zote, aliumba pia njia ya kuwasiliana na mtu. Namba moja, Mungu anaweza akawasiliana wewe kwa njia ya neno. Unakuja kanisani kama unavyonisikiliza, Mungu anaweza akatumia mtumishi wake ukashangaa anachozungumza ni maisha yako. Lakini pia Mungu anaweza akatumia mtu wakati unapita au kuna jambo unahitaji kwa Mungu. Mungu anaweza akainua mtu usiyemjua akafikisha ujumbe kwako. Lakini Mungu anaweza akatumia nabii wake. Lakini pia Mungu anaweza akatumia ndoto. Lakini pia Mungu anaweza akawasiliana wewe kwa njia ya sauti ya Roho Mtakatifu inayokuja kwako taratibu, kasikia roho ya utulivu ikisema na wewe. Lakini leo nataka tucheke jambo hili, jinsi ambavyo shetani au Mungu anaweza kutumia lango la ndoto kufikisha ujumbe kwako. Na watu wengi wanapuuza jambo hili, lakini nataka nikwambie lazima uelewe jambo hili na lazima utilie maanani. Kitabu kile Biblia inaweka wazi shetani hutumia ndoto kushambulia watu. Kitabu kile cha Ayubu mlango wa 7, Kitabu kile cha Ayubu mlango wa 7 mstari wa 13. Kuna mtu amepata anaweza akanisomea? Kitabu cha Ayubu mlango wa 7 mstari ule wa 13. Kitabu cha Ayubu mlango wa 7 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: hapo nisemapo kitanda changu kitanituliza moyo. Hebu tusome wote, sema hapo kitanda changu kitanituliza moyo, malazi yangu yatanipunguzia kuugua kwangu. Hapa Ayubu anazungumza kwamba hapo ninapoenda kulala, maanake nimezunguka, napita kwenye wakati mgumu, napita kwenye shida, na waza, nimekata tamaa. Hapo nisemapo nikienda kulala, kitanda changu kinaweza kikanipa faraja. Inaweza hujawahi kusikia watu wanasema nenda kalale kwa sababu kitanda huwa kina mawazo mengine. Sasa Ayubu anasema hapo nisemapo naenda kulala, ili kitanda kinipata faraja na mafadhi ninayofaa iweze kunipunguzia uchungu. Angalia chini yake mstari wa chini anachozungumza. Anasema mstari wa 14, ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Kwa hiyo kuna ndoto ni maono. Ndoto ni nini? Ndoto ni picha ambazo unaweza ukaziota wakati umelala, lakini ukiamka sio tena ndoto, ni kitu ambacho unaweza ukahadisia, ukaelezea ilivyokuwa. Kwa hiyo ndoto ni maono. Ayubu anatuambia ndoto ni maono au njozi. Mstari wa 15, hata nafsi yangu huchagua kunyongwa na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Kwa hiyo kwenye vitanda vingi ndipo ambapo adui huwashambulia watu wengi. Kwa hiyo unakuta watu wanaamka na matatizo, wanaamka na magonjwa, kumbe wameshambuliwa usiku wa manane. Wanaamka na vita, wanaamka na roho ya ajali, wanaamka na roho ya mikosi. Nataka nikwambie mwanangu, jifunze sana kuombea kitanda chako, kwa sababu kitanda ni madhabahu. Mahali ambapo unaenda kulaza kichwa, hapo ndipo madhabahu ya mbingu inaweza ikapita pale, na madhabahu ya shetani inaweza ikapita pale. Nataka tuombee vitanda vyetu, ili ukilalia kitanda chako ukiamka uamke na mawazo mapya. Ukilalia kitanda chako ukiamka usiamke na magonjwa. Ukilalia kitanda chako ukiamka uamke na mlango mpya na neema mpya. Mtu mmoja aseme amen. Sema amen. Kwa hiyo ukijifunza kuombea kitanda chako, wana uhakika itakuwa ni lango la Mungu kushuka kusema na wewe. Kuna watu vitanda vyao ni faraka tu. Kuna watu vitanda vyao havizai vyema, vinazaa vitu vya laana. Watu wengi wanashambuliwa kupitia mlango wa ndoto. Ndoto huhitaji, ndoto huwezi ukaota wakati unatembea. Unahitaji tu kulala au kusinzia, unaota. Sasa ukiota unakuwa kwenye ulimwengu wa roho. Shetani na wajumbe wake hutumia ndoto kama silaha kuangamiza wanadamu. Hata kipindi cha Ayubu, shetani alimshambulia Ayubu kwa ndoto. Huu ni ukweli usiopingika.
Kuna watumishi wanapinga, wanasema Mungu hawezi kutumia ndoto. Okay, alright, kila mtu na ufunuo wake, kila mtu na mawazo yake, lakini ninachojua ndoto ni maono. Ndoto Mungu anaweza kutumia, na kwenye ndoto watu wengi wamemalizwa. Hakuna mtu aoti, na kama uoti, maana kuna mwingine anaweza akawa oti mara kwa mara. Siku akiota ni ujumbe kamili analetewa. Kuna mwingine anaota lakini akiamka akumbuki alichoota. Na ukiona unaota unaamka ukumbuki ulichoota, kuna hatari kubwa sana kwa unahitaji kuombea lango lako la ndoto. Kwa sababu kuna mambo mengi Mungu analeta au shetani analeta, wanaiba ili usiendelee kuifanyia kazi. Hebu sema leo nitaifanyia kazi. Kama unaota ndoto unasahau, ni mahali pa kushuhudikia, sio mahali pa kupuuza. Lazima ujifunze kuhakikisha ulimwengu wako wa roho unakuakilia. Ulimwengu wako wa roho ikifungwa, hata maisha yako yamefungwa. Na ulimwengu wa roho ikiwakilia, hata ukiota kitu uwezi ukapuuzia na uwezi ukasahau. Kiona unasahau ulichoota, elewa kuna waliokaa kwenye lango hilo. Kwa hiyo hakuna taarifa utapata kama umefungiwa. Sababu lango la Mungu kuleta taarifa kwako. Kumbuka lango la ndoto, kitabu kile nafikiri sikumbuki vizuri, akisema inueni vichwa enyi malango, ili Bwana utukufu apate kupita. Maana yake nini? Kwenye lango inagombaniwa na miungu. Mungu anapitisha ujumbe wake na shetani anapitisha ujumbe wake. Mungu analeta taarifa yake, lakini pia shetani naye wanaingiza cha kwao. Aishivyo aliyekaa kwenye lango la ndoto yako lazima leo waondoke, ili Mungu abaki kwenye hiyo lango. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri mwanangu? Mwambie mwenzako lazima leo waondoke. Kwa hiyo inategemea, kama anayemiliki mlango wako wa ndoto ni shetani, wewe uhakika utakaofanikiwa. Kama sasa hivi ule mlango tulioingia wote, ule mlango akikaa mlinzi pale, mlinzi ndio mwenye maamuzi, nani atoke, nani aingie. Sasa katika ulimwengu wa roho, kama shetani akikaa kwenye lango lako la ulimwengu wa roho, wana uhakika hakuna atakayetoka bila taarifa yake. Huwezi ukatoka bila taarifa yake. Lazima tuwaondoe walinzi katika ulimwengu wa roho, waondoke kwenye lango lako, ili Mungu akae kwenye hiyo lango. Sema basi amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Kwa nasema kuna watu wengi wanasema kwamba Mungu hawezi kusema kwenye ndoto, au shetani na wajumbe wao. Na watu wengine wanapuuza na kufikiri ni sehemu tu ya uasilia fulani. Hapa ndoto ni kitu halisi kabisa kinachofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Kuna maandiko yamedhibitisha ukweli huu, ya kwamba mtu anaweza, Mungu akasema naye kwa njia ya ndoto, na shetani anaweza kapitisha cha kwake. Mungu aliokoa ulimwengu wa nyakati za Yusufu kule Misri kutoka kwenye janga la njaa, ilikuwa ni kwenye ndoto. Yusufu alipewa neema ya kutafsiri hiyo ndoto na kusababisha ukombozi kwa ulimwengu wa nyakati zile. Tufikiri wote kama Farao angepuuza hiyo ndoto, dunia ingeangamia. Mungu anasema na Yusufu kwenye ndoto, alafu wakati wa Farao anaota ndoto, anaota ng'ombe 7 walionona na waliokonda. Baadaye hakujua maana yake nini, ikamtesa. Lakini kilichofuatia, ukisoma kitabu kile cha Mwanzo 41 mstari wa 1 hadi 13, utakuta Farao anaota ndoto. Lakini ukisoma kitabu kile cha Mwanzo 47 mpaka 19, utakuta Yusufu anatoa tafsiri ya ndoto, ya kwamba maana ya hii ndoto ambayo umeota mfalme ni miaka 7 ya shibe inayokuja. Lakini baada ya miaka 7 ya shibe inakuja, kuna miaka 7 ya njaa itakuja. Fikiri kama wale watu wangepuuza ile ndoto, fikiri miaka 7 watu wengi wangeangamia. Tunahitaji watu ambao wana maono, wana ndoto, wanaweza wakaona vitu vinavyokuja, wakatupa majibu kabla mambo hayajatokea. Na mimi nakuombea kwenye familia ya kwenu, Mungu akupe maono, akupe njozi kabla jambo halijatokea, akupe taarifa kwamba Esther, jiandae maana kwenu kuna msiba unakuja. Esther, jiandae maana kwenu kakaka anatakiwa kuuawa. Esther, jiandae maana kuna roho ya mauti itakuandama. Kabla haijatokea, Mungu akupe taarifa. Ni maombi yangu popote unakonisikiliza, kabla jambo baya halijatokea, Mungu akujulishe. Mtu mmoja apige kelele aseme, Mungu anijulishe kuanzia sasa. Tunahitaji watu ambao watatembea katika neema ya Mungu. Mungu akupe macho ya kuona. Sema amina.
Mungu akupe macho ya kufanyaje, ya kuona. Na Mungu leo katika maombi ya leo, Mungu asema na wewe kwa njia ya Roho Mtakatifu, lakini asema na wewe kwa njia ya ndoto. Na umwombe Mungu akisema na wewe akupe na tafsiri. Muombe Mungu akisema na wewe akutie nguvu, usimame upambane. Na kuna watu wananisikiliza kwenye ibada ya leo. Leo ukitoka, kuna kitu Bwana atasema na wewe. Kuna kitu Bwana atakuonyesha. Kuna kitu Bwana atakuonyesha. Atakuonyesha mpaka kinachoendelea kwenye ardhi uliopo, kwenye bomu uliopo, na atakupa power. Utang'oa kila nguvu. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo unahitaji kushughulikia lango lako la ndoto na kuombea kupitia damu ya Yesu. Yusufu anafunua kinachoenda kutokea, lakini kimepita kwenye ndoto.